Mwanaharakati Maria Sarungi ameibua mazito kuhusu kikundi chake Samia Suluhu ambacho kinasababisha mauaji nchini Tanzania. Ujambo na karibu. Mwanaharakati mashuhuri wa haki za binadamu na demokrasia nchini Tanzania kwa jina Maria Sarungi ameibua hisia kali mitandaoni baada ya kutoa wito kuhusu kutoweka kwa kijana anayejulikana kwa jina la Kiduku ambaye ni mfanyabiashara mdogo katika eneo la Kariakoo jijini Dar es Salaam. Tukio hili limeibua taharuki kubwa kwani limeripotiwa kuwa lilihusisha watu waliovaa kiraia waliodaiwa kujitambulisha kama maafisa wa polisi. Kiduku anayejulikana kwa msimamo wake thabiti kuhusu masuala ya kijamii na kisiasa alitekwa wakati akifanya shughuli zake za kila siku za kibiashara. Mashuhuda waliokuwepo eneo la tukio walidai kuwa watu hao walimchukua kwa nguvu na kumuingiza kwenye gari bila kueleza na kwenda wapi, na taarifa zilizokusanywa hadi sasa zinaonyesha kuwa kijana huyo hajapatikana katika kituo chochote cha polisi nchini na ni jambo linaloongeza mashaka ya usalama wake. Hata hivyo, vyanzo visivyo rasmi vinasema huenda anashikiliwa katika kituo kikuu cha polisi cha Dar es Salaam ambacho kwa kawaida hutumika kuwahifadhi watuhumiwa wa makosa makubwa ya jinai. Maria Sarungi ameweka wazi kwamba Kiduku si wa kwanza kutoweka katika mazingira ya kutatanisha. Ameeleza kuwa mamia ya vijana nchini wamekuwa kitekwa, wengi wao wakiwa ni wakosoaji wa serikali au watu wanaojihusisha na harakati za kijamii. Ripoti za mashuhuda na familia za wahanga zinaonyesha zaidi ya nusu ya waliotekwa hawajulikani walipo hadi leo, huku wengine wakihofiwa kuuawa na kupotezwa bila taarifa yoyote rasmi na kundi maalum ambalo lilitengenezwa ama liliundwa kwa minajili ya mauaji. Katika ujumbe wake, Sarungi alisisitiza kuwa vitendo vya aina hii vinadhihirisha ongezeko la ukandamizaji wa haki za kiraia nchini, hatua inayolenga kuzima sauti za upinzani na kuwafanya wananchi waogope kutoa maoni. Amewataka viongozi wa serikali na vyombo vya usalama kutoa taarifa kamili kuhusu hali ya Kiduku na kuhakikisha anarejeshwa salama kwa familia yake. Zaidi ya kutoa wito wa ndani, Sarungi ameiomba jumuiya ya kimataifa kuingilia kati. Ametaja mashirika kama Umoja wa Mataifa kupitia UN Human Rights na OHCHR EARO pamoja na mashirika ya haki za binadamu kama Amnesty International na mengine mengi kuungana kwa kampeni ya kutaka haki ya Kiduku na kushinikiza serikali kuwajibika kwa vitendo vya ukiukwaji wa haki za binadamu. Tukio hili limezua mjadala mkubwa kwenye mitandao ya kijamii, kwa watumiaji wengi wakionyesha hofu na kuongezeka kwa visa vya kupotezwa kwa watu, hali inayoweza kutishia demokrasia na haki za raia. Ujumbe wa Sarungi umeonekana kama sauti ya matumaini kwa familia na jamii zinazohofia mustakabali wa wapendwa wao waliopotea katika mazingira kama haya. Na hapo ndipo tunakamilisha taarifa hii ya hapa Kenyascope. Endelea kufuatilia kwa uchambuzi wa kina wa matukio ya kijamii na kisiasa yanayoathiri maisha ya wananchi. Usisahau kusubscribe na kuwasha alama ya kengele ili kupata taarifa mpya pindi zinapojiri.